DJ Clement, the master. DJ Clement, the master. Yote,
master. Ayubu aliteseka, aliteseka. Ayubu alipata shida, shida. Ayubu aliteseka, aliteseka. Ayubu alipata shida, shida. Alimtumaini Mungu, alimtegemea Mungu, alimtumaini Mungu. Alishinda hayo yote, alishinda, alishinda hayo yote, alishinda. Come back again, selector. Yeah, when the music is hot, what we do? Take it back from the top.
tumefundishwa kuyaishi ya dunia hii. Muda ukifika tutaishi maisha mapya. Tumefundishwa kuyaishi ya duniani. Muda ukifika tutaishi maisha mapya. Subira yavuta heri, mambo mazuri hayahitaji haraka. Subira yavuta heri, mambo mazuri hayahitaji haraka. Chini ya jua yaliyomo yatapita, matatizo, shida zote zinasafiri. Chini ya jua yaliyomo yatapita, matatizo, shida zote zinasafiri. Mama, tumefundishwa kuyaishi ya dunia hii. Muda ukifika tutaishi maisha mapya. Tumefundishwa kuyaishi ya duniani. Muda ukifika tutaishi maisha mapya. Subira yavuta heri, mambo mazuri hayahitaji haraka. Subira yavuta heri, mambo mazuri hayahitaji haraka. Jambo lolote lililo chini ya jua lilishatokea tangu misingi ya dunia. Jambo lolote lililo chini ya jua lilishatokea tangu misingi ya dunia. Kama ni wivu ulikuwa kwa Kaini, alimuua ndugu yake Habili. Usaliti ulikuwa kwa Yuda, alimuuza rafiki yake Yesu. Kama ni wivu ulikuwa kwa Kaini, alimuua ndugu yake Habili. Usaliti ulikuwa kwa Yuda, alimuuza rafiki yake Yesu. Now hear this. Now hear this. Kama usaliti utapita.
DJ Clement, the master. The master. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali yake huko kwa maisha ya uasherati. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali yake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote za kuingia nchi ile, alipokuwa amekwisha tumia vyote za kuingia nchi ile. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, yo 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 yo, Akampeleka shambani kulisha nguruwe. akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, yo 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 yo, Akampeleka shambani kulisha nguruwe. Aliyapata mateso sana, aliyapata
uitwe mama, rudi kwake, hata kama dhambi zako ni nyekundu kama bendera, hata kusafisha utakuwa safi kama sufu, hata kama dhambi zako ni nyekundu kama bendera, hata kusafisha utakuwa safi kama sufu. Ni maneno 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 yake Mungu, ni ahadi 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 kutoka kwake. Ni maneno 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 yake Mungu, ni ahadi 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 kutoka kwake. Samehe ukuweka huru, anakuita baba kwa sauti ya upole, hata kama umetenda dhambi nyingi. Yeye mwingi wa rehema anasamehe, akisha samehe ukuweka huru. Sisi tunajua tuendako, dunia ni makao yetu. Makao yetu yako mbinguni, Yesu ametuandalia. Kwa kumwamini Yesu tumepata kibali cha kutupeleka mbinguni. Mbinguni, tuishi na Yesu milele. Sisi tunajua tuendako, dunia ni makao yetu. Makao yetu yako mbinguni, Yesu ametuandalia. Kwa kumwamini Yesu tumepata kibali cha kutupeleka mbinguni. Tutaingia mbio mbio mbinguni, tuishi na Yesu milele. Now hear this. Now hear this. Kimbia njoo mwamini Yesu tu. Mbinguni ni furaha kweli, watu mmoja akimwamini Yesu malaika wanashangilia. Kimbia njoo wala usichelewe, umwamini Yesu utubu dhambi zako upate kibali cha mbinguni.
ameanguka kutoka mbinguni kama umeme. Lakini msifurahi sababu mapepo yanakuwatii. Furahini sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Hakikisha jina lako limeandikwa kule mbinguni. Mwamini Yesu utafurahia milele yote. Lakini msifurahi sababu mapepo yanakuwatii. Furahini sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Hakikisha jina lako limeandikwa kule mbinguni. Mwamini Yesu utafurahia milele yote. Wanadamu ungana nasi, usihangaike, mwamini Yesu, utubu dhambi upate msamaha. Kule mbinguni kutakuwa na furaha nyingi mno kwa mtu yeyote atubuye, malaika wa mbinguni watashangilia. Yesu mtenda makuu, nina imani na wewe. Yesu mtenda makuu, nina imani na wewe. Yesu mtenda makuu, nina imani na wewe. Mwanamke aliyetokwa na damu kwa muda miaka 12 aligusa pindo naye akapona. Sina shaka na wewe, hata leo umesimama na mimi. Yesu mtenda makuu, kwenye mawimbi mazito umenishika mkono. Yesu mtenda makuu, mbele yangu umenitangulia, umeutuliza na moyo wangu. Nikiwa na wewe niko salama, niko salama. Mbele yangu umenitangulia, umeutuliza na moyo wangu. Nikiwa na wewe niko salama, niko salama. Kwenye mapungufu yangu na kuomba Bwana unijibu na mimi. Maisha ni mlima na bila nguvu zako sitaweza kupanda. Ni nani anayeweza fanya mambo yake pasipo mkono wako Bwana? Sina ujanja wa kufanya lolote, bila wewe Bwana ni bure. Yesu mtenda makuu, nina imani na wewe. Yesu mtenda makuu, nina imani na wewe. Mwanamke aliyetokwa na damu kwa muda miaka 12 aligusa pindo naye akapona. Sina shaka na wewe, hata leo umesimama na mimi. Yesu mtenda makuu, kwenye mawimbi mazito umenishika mkono. Yesu mtenda makuu, mbele yangu umenitangulia,
nikiwa na wewe niko salama, niko salama. Mbele yangu umenitangulia, umeutuliza na moyo wangu. Nikiwa na wewe niko salama, niko salama. Ole kwake anayetegemea nguvu zake, na amelaaniwa mtu yule anayemtegemea mwanadamu mwenzake, amfanye kinga yake na kumtenga Mungu muumba wake. Tegemee Mungu siku zote kwa mambo yako, naye atasimama na wewe, utapata ushindi. Yesu tenda makuu, nina imani na wewe. Yesu tenda makuu, nina imani na wewe. Ugonjwa wa ukoma ni ugonjwa mbaya sana, uliwatesa wengi katika kipindi hicho cha zamani. Ugonjwa wa ukoma ni ugonjwa mbaya sana, uliwatesa wengi katika kipindi hicho cha zamani. Ugonjwa wa ukoma uliwatesa wengi. Ugonjwa wa ukoma ni ugonjwa mbaya sana, uliwatesa wengi katika kipindi hicho cha zamani. Ugonjwa wa ukoma uliwatesa wengi. Hata naye Naamani jemedari wa Shamu alikuwa nao ukoma, alihangaika nao ukoma kwa muda mrefu sana. Hata naye Naamani jemedari wa Shamu alikuwa nao ukoma, alihangaika nao ukoma kwa muda mrefu sana. Mtu mmoja kaingia akamwambia bwana wake, akasema yule kijana mwanamke aliyetoka Israeli, akasema hivi. Mtu mmoja kaingia akamwambia bwana wake, akasema yule kijana mwanamke aliyetoka Israeli, kasema hivi. Laiti Bwana wangu angelikuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria. Laiti Bwana wangu angelikuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, angemponya ukoma wake, angemponya ukoma wake.
nini? Hamuwezi kumtumikia Mungu na mali. Vivyo hivyo na nini? Hamuwezi kumtumikia Mungu na mali. Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atampenda mmoja na kumchukia mwingine. Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atampenda mmoja na kumchukia mwingine. Vivyo hivyo na nini? Hamuwezi kumtumikia Mungu na mali. Vivyo hivyo na nini? Hamuwezi kumtumikia Mungu na mali. Gospel music with DJ Clement, the dead terrorists. Don't touch that dial. Hivyo msisumbukie maisha yenu, mle nini wapendwa, mvae nini. Hivyo msisumbukie maisha yenu, mle nini ndugu zangu, mvae nini. Maisha je si zaidi ya mavazi na chakula? Maisha je si zaidi ya mavazi na chakula? Maisha je si zaidi ya mavazi na chakula? Waangalieni hao ndege, hawapandi wala hawavuni, wanakula. Ninyi je, si zaidi kupita hao ambao Baba yenu wa mbinguni wasumbukia? Waangalieni hao ndege, hawapandi wala hawavuni, wanakula. Ninyi je, si zaidi kupita hao ambao Baba yenu wa mbinguni wasumbukia? Hivyo msisumbukie maisha yenu, mle nini ndugu zangu, mvae nini. Hivyo msisumbukie maisha yenu, mle nini wapendwa, mvae nini. Maisha je si zaidi ya mavazi na chakula? Maisha je si zaidi ya mavazi na chakula? Maisha je si zaidi ya mavazi na chakula? Basi tafuteni ufalme wa Mungu Baba, nayo haki yake na mengine yote mtazidishiwa. Mungu wenu anayajua mahitaji mlionayo, tena huwasumbukia kila siku. Mungu wenu anayajua mahitaji mlionayo,
basi utafuteni kwanza ufalme wa Mungu Baba, nayo haki yake na mengine yote mtazidishiwa. Mungu wenu anayajua mahitaji mliyo nayo, tena huwashughulikia kila siku muwe salama. Ikibamba sana sema more fire. Akida mmoja alimwendea Yesu akamsihi, e Bwana wangu. Akida mmoja alimwendea Yesu akamsihi, e Bwana wangu, mtumishi wangu amelala nyumbani, ni mgonjwa wa kupoza na umwa sana. Mtumishi wangu amelala nyumbani, ni mgonjwa wa kupoza na umwa sana. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Yule akida hakukubaliana na Yesu. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Yule akida hakukubaliana na Yesu. Akida akamwambia, Bwana, wewe hustahili kuingia chini ya dari yangu. Akida akamwambia, Bwana, wewe hustahili kuingia chini ya dari yangu, lakini sema neno moja tu, mtumishi wangu atapona. Lakini sema neno moja tu, mtumishi wangu atapona. Yesu mwenyewe
maneno, alistajabu sana. Yesu aliposikia hayo maneno, alistajabu sana. Akawaambia wale alofuatana nao, akawaambia sijawahi ona imani kubwa namna hii. Akawaambia wale alofuatana nao, akawaambia sijawahi ona imani kubwa namna hii. Imani kubwa, imani kubwa, hii ni kubwa kuliko yote. Imani kubwa, imani kubwa, hii ni kubwa kuliko yote. Yesu akamwambia nenda zako na iwe kama ulivyoamini. Yesu akamwambia nenda zako na iwe kama ulivyoamini. Saa ile ile mtumishi wa kidaka ponda, saa ile ile mtumishi wa kidaka ponda. Rewind and come back again, selector. Yeah, when the music is hot, what we do? Take it back from the top. Siku ya kukanyagwa, siku ya fujo inakuja itokayo kwa Bwana wa majeshi. Siku ya kutabika, siku ya kukanyagwa, siku ya fujo inakuja itokayo kwa Bwana wa majeshi. Katika bonde la maono ninabomoa kuta na kuililia milima. Katika bonde la maono ninabomoa kuta
kuta na kuililia milima. Tazama, Bwana anakuja kutoka mahali pake ili kuadhibu wakao duniani kwa sababu ya uovu wao. Tazama, Bwana anakuja kutoka mahali pake ili kuadhibu wakao duniani kwa sababu ya uovu wao. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Sina tumjue zaidi, tukaendelee kumjua Bwana kutokea kwake ni yakini kama asubuhi. Sina tumjue zaidi, tukaendelee kutokea kwake ni yakini kama asubuhi. Naye atatujilia kama mvua ya vuli inyweshayo nchi. Naye atatujilia kama mvua ya vuli inyweshayo nchi. Tazama, Bwana anakuja kutoka mahali pake ili kuadhibu wakao duniani kwa sababu ya uovu wao. Tazama, Bwana anakuja kutoka mahali pake ili kuadhibu wakao duniani. Ikibamba sana sema more fire. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Heri wenye moyo safi. Baba, tumekuja kwako, tuomba uturehemu. Watoto wako tu miguuni pako, tunalia kwa ajili ya mateso tunayaona tunapitia dunia hii. Majirani wametugeuka sisi, hata mandugu wamekuwa maadui, wanatutesa kila usiku kila kuchao. Kimbilio letu ni wewe, kimbilio pekee ni wewe. Mwenye uwezo sisi twakutambua, tukilemewa tunajificha kwako. Wewe ni mwamba nasi tu chini yako, ukitamka jambo linatendeka, hata mapepo yote hutawanyika. Nyosha mkono, mtuliza bahari. Kuna wengi wamepoteza wapendwa wao kwa sababu ya chuki. Wapo wengi wamepoteza mali yao kwa sababu ya wivu. Kuna wengi
wewe ni mwamba nasi tu chini yako. Ukitamka jambo linatendeka, hata mapepo yote hutawanyika. Nyosha mkono, mtuliza bahari. DJ Clemo, the master. DJ Clemo, the master. Siku ya kiyama inarejea, maswali mengi yataulizwa pale. Nilikupa jirani umtunze, mbona ukamtenda? Miti na mawe paa la nyumba yako litakukana, likishuhudia uliyotenda. Mwenye uwezo sisi twakutambua, tukilemewa tunajificha kwako. Wewe ni mwamba nasi tu chini yako. Ukitamka jambo linatendeka, hata mapepo yote hutawanyika. Nyosha mkono, mtuliza bahari. Mwenye uwezo sisi twakutambua, tukilemewa tunajificha kwako. Wewe ni mwamba nasi tu chini yako. Ukitamka jambo linatendeka, hata mapepo yote hutawanyika. Nyosha mkono, mtuliza bahari. Are you serious? DJ Clemo, the master. Moyo wangu tulia, tulia kwa Bwana, usinipeleke kwenye tamaa za dunia. Tulia moyo wangu, tulia moyo, tulia moyo, usiniunganishe na Mungu wangu. Ewe moyo, acha kiherehere, sukuma damu. Moyo, acha kiherehere, sukuma damu. Unanigombanisha na baba yangu, unanigombanisha na Mungu wangu. Ewe moyo, acha kiherehere, tulia kwa Bwana. Ikibamba sana sema more fire. Moyo wangu tulia, tulia kwa Bwana. Now hear this. Now hear this. Tulia moyo, tulia moyo, usiniunganishe na Mungu wangu. Ewe moyo, acha kiherehere, sukuma damu. Moyo, acha kiherehere, sukuma damu. Unanigombanisha na baba yangu, unanigombanisha na Mungu wangu. Ewe moyo, acha kiherehere, tulia kwa Bwana. Yes, sire.
moyo wangu tulia, tulia kwa Bwana. Dhambi na mizizi yake isiyote ndani yangu. Tulia moyo wangu, tulia moyo, tulia moyo, usiniunganishe na Mungu, Mungu wangu. Ewe moyo, acha kiherehere, sukuma damu. Moyo, acha kiherehere, sukuma damu. Unanigombanisha na baba na baba yangu. Unanigombanisha na Mungu na Mungu wangu. Ewe moyo, acha kiherehere, tulia kwa Bwana. Yes, ndiye wokovu
akili wala ujanja. Neema ya Mungu. Nikitafakari jinsi nilivyo, naona ni neema, na kila kitu nilicho nacho naona ni neema. Sikustahili kupata mazuri, haya ni neema. Ni neema ya Bwana. Ajali ile iliyoua wengi, nikatoka salama. Magonjwa yale yaliyoua wengi, umeniponya. Ni neema ya Mungu. Ndiyo akili wala ujanja. Neema ya Mungu. Ni nguvu zangu. Neema ya Mungu. Ni kwa uweza wangu. Ila ni neema wala ujanja. Neema ya Mungu. Amani niliona yo. Ni neema ya Mungu. Ndiyo akili wala ujanja. Uzima ni neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Sio akili wala ujanja. Neema ya Mungu. Neema. DJ Clement, the Doctorists. The gospel music. Walipoweka ukuta ukabomoka kwa zile kelele za shangwe, walipozuia na maji tukapiga tukapita mahali pakavu, tulipouzwa utumwani tukajikuta tumeibukia ikulu. Walipoweka ukuta ukabomoka kwa zile kelele za shangwe, walipozuia na maji tukapiga tukapita mahali pakavu, tulipouzwa utumwani tukajikuta tumeibukia ikulu. Shimoni wakatutupa ili tuliwe na simba, kumbe tunaye simba, simba wa kabila la Yuda. Shimoni wakatutupa ili tuliwe na simba, kumbe tunaye simba, simba wa kabila la Yuda.
utaishi unapita, bondeni unapita, sio mahali utaishi unapita. Ulimwengu una dhiki nyingi sana, lakini jipeni moyo, nimeushinda. Wala usiwekeze kwenye bonde la uvuli wa mauti, ni kwa muda we unapita, nimeushinda. Shikilia ahadi ya Mungu, atahuisha nafsi yako. Pengine hata leo uko kwenye bonde, utapita tu. Kila unalolifanya unaona halifanikiwi, utavuka tu. Ikiwa Ezekieli alisema na mifupa mikavu ikawa hai, utavuka tu. Bondeni unapita, sio mahali utaishi unapita. Shida matatizo vitakoma, Mungu atakuchepusha tena. Bondeni unapita, sio
sio mahali utaishi unapita. Wewe uliye mifupa mikavu, simama kwa neno la Bwana. Simama, jitie nguvu kwa neno la Bwana. Simama na jipe moyo kwa neno la Bwana. Simama, jitie nguvu kwa neno la Bwana. Simama na jipe moyo. Bondeni unapita, sio mahali utaishi unapita. Bondeni unapita, sio mahali utaishi unapita. Kama mti uliopandwa kando kando ya mto wa maji mengi, hivyo ndivyo utakavyochanua. Bwana atakushikilia kwa mafuriko, alivyomshikilia Ayubu akiwa kwenye bonde la majaribu, mwishowe kawa mshindi. Ni mapito hayo yatapita tu, na utakuja kushuhudia ushindi wake Mungu kwa maisha yako wewe. Bondeni unapita, sio mahali utaishi unapita. Shida, matatizo vitakoma, Mungu atakuchipusha tena. Bondeni unapita, sio mahali utaishi unapita. Wewe uliye mifupa mikavu, simama kwa neno la Bwana. Simama, jitie nguvu kwa neno la Bwana. Simama na jipe moyo kwa neno la Bwana. Simama, jitie nguvu kwa neno la Bwana. Simama na jipe moyo. Bondeni unapita, sio mahali utaishi unapita. Now hear this. Now hear this. Sio mahali utaishi unapita. Matatizo yako yatageuka yote yawe ushindi, na utatoa shukurani zako kwa Mungu wako mwenye ushindi. Bondeni unapita, sio mahali utaishi unapita. Shida, matatizo vitakoma, Mungu atakuchipusha tena. Bondeni unapita, sio mahali utaishi unapita. Wewe uliye mifupa mikavu, simama kwa neno la Bwana. Simama, jitie nguvu kwa neno la Bwana. Simama na jipe moyo kwa neno la Bwana. Simama, jitie nguvu kwa neno la Bwana. Simama na jipe moyo. Sauti yangu yaimba sifa zako Bwana, kinywa changu chatangaza wema wako Bwana. Katika siku zangu za kuishi nimeshuhudia mambo mengi
How are you, friends? Good evening. Praise God. Hallelujah. I would wish to share a certain verse from the Bible, just to encourage some of us, just to encourage some of you who are passing maybe through some problems, who are passing through some troubles, they are maybe downbeaten. I wish that you will be encouraged today. This verse is from the book of Nehemiah, chapter number 1, verse 1, and it goes about, this is a long story, and it talks about the man of God, Nehemiah, how he stood very strong when he was undergoing some tribulations. This is from the verse 1. It says, the words of Nehemiah, son of Hakaliah, in the month of Kislev, in the 20th year, while I was in citadel of Susa, Hanan, one of my brothers, came from Judah with some other men, and I questioned them about the Jewish remnant that had survived the exile, and also about Jerusalem. They said to me that those survived in the exile and are back in the province are in the great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burned with fire. This is the words of Nehemiah when his brother called Hanan came from Judah, coming with the information to Nehemiah, telling Nehemiah, or informing Nehemiah, that his people, the remnants who had the people of God who had remained after the Babylonian exile, they were in trouble. They had been beaten. They had been given hard work. They were undergoing a lot of tribulations. They were undergoing very many judgments, very many humiliations from the people there. So Hanan brought the information to Nehemiah, telling him that he is supposed to remember about the people of Judah there. So after Nehemiah hearing this information from his brother, he mourned a lot. He went and started praying. He prayed because he was to be allowed to go back to Judah to go and rescue his people. But before he did that, he went and started praying. He prayed even before he could face King Artaxerxes, because at that time you could face the king first. You could get the permission from the king before you go out. So he went and prayed first. He took some wine and went to see the king. He told the king in fact saw Nehemiah and asked him, why are you frowning? Because Nehemiah went bald. He asked him, why are you frowning? What is the problem? Nehemiah, because he had already prayed, he knew that his hope, because he knew that he is going to be permitted by the king to go back to Judah. So Nehemiah told the king, King Artaxerxes, about the humiliations, the troubles that the people of Judah are passing through. King Artaxerxes granted the permission. Even he was with the king, the queen. They granted Nehemiah a chance to go back to Judah, to go and rescue his people. He was even given the officers. When you go to verse 2, he was given an army of officers, and also the people who could help him rebuild the walls of Jerusalem. Nehemiah went to Jerusalem in order to go and build the walls of Jerusalem. When he reached there, Nehemiah could not just do the work smoothly. There were so many people at that place who were against the work of God. And when you go to verse 6, it talks about Sanballat and Tobiah. These were the two people who were the rivalry of Nehemiah. They were against Nehemiah. They questioned Nehemiah. Why was he going to protect the people of Judah? Those were the remnants. So Nehemiah went ahead. He went ahead to build the walls. He gave the officers, he divided his work and gave to the officers. Some of them were to build different gates and also the wall. Before they could start, Nehemiah started questioning them. They started lowering their hope by sending some messages that were against the building of the walls. The messages were,
that why are you going to build how are you building a wall that can be put down by just only a fork, but just only a dog? Why are you doing that? They even went ahead and sent some letters to Nehemiah so that they could meet. And they were plotting. They wanted to kill Nehemiah. They wanted to put down Nehemiah so that he could not continue with the work of God. But Nehemiah went ahead and rejected the meeting. He went ahead and turned down their request of meeting together and went ahead to build the wall. They built the wall of Jerusalem. It stood just because of the strength that came from God. Nehemiah had been sent by God. He had everything in his heart and everything that could help him to build the wall. He went ahead and did that. There are so many people who are passing through such tribulations, like the remnants in Judah, those who had remained in Judah after the Babylonian exile. You were there. You trying to do the work of God, but there are so many people who are against you. Please don't look at them. Please be like Nehemiah. Turn down their request. When they say that what you are doing is not right, please go ahead and do it. It is a plan of God, provided you know that you've been called by God, provided you know that what you are doing is according to God's commandment. Please go ahead and do it. There are so many Tobias and Sanballat in this world. They are against the work of God. When they see you shining, when they see you coming up, they want to turn you down. When they see you bearing fruits or starting to bear fruits, they will want first to hit you to come down. Today, I'm encouraging someone that please don't look at them. Please don't look at what they are doing to you. Please go ahead. Have hope in Christ. Have the strength, like what it says in the book of Philippians, that you get only the strength from God. The only strength that you get in Jesus, the only strength that you can get is in believing the word of God. Like what the Bible says in the book of 1 Corinthians, chapter number 1, verse 18. It says that for those who know about the cross of Jesus Christ, it is power to them. But for those who are getting lost, it becomes foolishness. So for you, my friend, for you, my brother, my sister, I want to encourage you that go ahead, because you know the one who strengthens you is only Jesus. Moyo wangu tulia, tulia kwa Bwana, dhambi na mizizi yake isiyote ndani yangu. Tulia moyo